Siku moja, aliletwa katika shule mpya itwayo Greenfield. Amara aliambatana na mfadhili wake ambaye alimsaidia kupata nafasi ya kusoma hapo. Walipofika shuleni, waliingia ofisi ya mwalimu mkuu kwa ajili ya Baada ya hapo, Amara alipelekwa darasani. Leo tuna mwanafunzi mpya. Tafadhali mpokee. Wanafunzi walimkaribisha kwa kumpigia makofi, lakini Bimpe afurahishwa naye. Amara alifaulu katika mtihani wake na kumpita Bimpe, na Bimpe kuona wivu. Kaimara, maisha yako ya baadaye ni makubwa kuliko maneno yao. Usiku, Amara alipiga magoti na kusali, Mungu nipe nguvu ya kuendelea. Miaka ilipita polepole. Amara aliendelea kufanya vizuri sana darasani hadi akawa mwanafunzi bora zaidi. Babake Bimpe alitoa rushwa ili tu Bimpe apewe zawadi ya mwanafunzi bora. Amara alishangazwa na ilimuumiza Amara kukosa hiyo tuzo. Miezi kadhaa ilipita baada ya Amara kurudi kijijini. Siku moja taarifa ilienea kijijini kuwa kuna semina maalum. Mada ilikuwa jinsi ya kuanzisha biashara ya kutengeneza sabuni kwa mtaji mdogo. Iliambiwa kuwa watu wa kwanza alianza kutengeneza sabuni kwa juhudi guba. Mwanzoni mauzo yalikuwa madogo sana. Polepole watu walianza kugundua ubora wake. Wateja wakaanza kuongezeka siku hadi siku. Alifanya kazi mchana. Fadhili alitokea kupenda biashara yake na kuamua kuwekeza. Kampuni ya Amara ilijulikana kwa kutoa sabuni zenye ubora. Amara alitoka kwenye maisha ya umaskini hadi kuwa kiongozi wa himaya kuu. Kampuni hiyo ilianza kupanuka na kufika katika nchi mbalimbali barani Afrika. Amara akawa mwanamke. Babake Bimpe alihudhuria mikutano wa wafanyabiashara akitafuta ushirika. Babake Bimpe alielekezwa kukutana na mkurugenzi mkuu wa kampuni iliyokuwa kwa kasi. Babake Bimpe alikutana na Amara kwenye chumba na naomba msamaha kwa yaliyotokea zamani. Simama. Nimekusamehe.